mkutano ambao umekuwa ni wa hadhara pale nje. Mungu wa rehema awabariki. Amen. Haleluya. Umekuwa mbariki. Kuna wale uosha hapa, hatutakosa kuwabariki na kuombea mema, na technicians, instrumentalists, may God bless you. Kila wakati mnabebana na hizi vitu. Na mnamshukuru Mungu tuko na faith to enter heaven. Apata kosa mbingu. Let everyone wacha kila mmoja receive the spirit apokee roho of becoming like you, ya kufanana na wewe, becoming a child and daughters wana na mabinti and sons of heaven. Na watoto wako wa I bless them, O God. Na wabariki wa Mungu. I save, na I sanctify, na watakaza. I sanctify their spirit. Natakaza I cleanse their soul. Natakaza mioyo. And I wash their body. Na ninaosha miili in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Father, your people are here. Baba, watu wako wako hapa. Expecting from you. Wakitarajia kutoka waiting to see. Wakingojea kuona what you can invest to them. Ile unaweza ikeza kwao. There is much more. Kuna mengi zaidi that you can invest to them. I bless you and I worship you. Thank you for your tender mercy. Thank you for your kindness. Thank you for your love. Always we feel loved by you. Under your grace we have power and breakthrough. In Jesus' name I transform every bad mentality, every bad attitude, every bad action, in the name of Jesus. Set your people free. Let them go. Allow them to be free. I disconnect them from any connection, the connection of evil spirits. No matter the meeting which was being held tonight in the darkness, now we nullify it and they bring confusion among them in the name of Jesus. In their midst, whatever they purpose to happen upon our life, upon our members, upon our salvation, will not work in the name of Jesus. It is stopped now. We oppose every opposition. We nullify every plan. Let every plot of the devil be nullified now. In the name of Jesus, we paralyze their ways and their tactics and their device. Let it come down in the name of Jesus. Whatever pursues our progress, it is no more. It is no more. It is no more. It is no more. I set the mind of your people free. Whatever puts them into captivity, whatever enslaves them, I remove it now by the power of the blood. In the name of Jesus, I release the power of grace upon your people. Let your people feel free. I command a release in their tormented life. In the name of Jesus, no pain will remain in their body. No distress in their mind. Let every problem be replaced with a solution. In the name of Jesus, we damage the ways of the devil on the high, on the hair. No power on the second heaven, where the principalities live, where they capture our mind and progress. Now we end up there by power and authority to capture what belongs to us, to capture our blessings, capture our
our health, kuchukua afya to zetu, capture our destiny. kuregesha hatima In the zetu. name of Kwa Jesus, jina la Yesu, we are restoring the life of our children. waregesha maisha ya wana We wetu, are restoring our happiness. waregesha furaha In the zetu. name of Jesus, Kwa jina la make Yesu, the foundation wacha misingi of the joy ya furaha come into restoration. iregeshwe In the tena. name of Kwa Jesus, jina la let Yesu, every precious thing wacha kitu cha dhamana be refilled out of them. kidhihirishwe Let kutoka kwao. every hidden precious thing Wacha vitu vya dhamana be vilivyofichwa kwao exposed out of them. vikafunuliwe And kutoka I kwao, release upon their na ways ninaachilia kutoka njiani mwao greater things on their ways. vitu kuu njiani Make mwao. the greater rain Wacha mvua which kuu rains good things, ikanyeshe vitu the vyema, goodness and mercies of God wema na rehema za fall Mungu on their ways. zishuke njiani May the mwao. remembrance Wacha ukumbusho in the book of Deuteronomy, katika vitabu vya which is the Kumbukumbu la book Torati, of remembrance, ambacho ni kitabu to cha ukumbusho, remind them kuwakumbusha the days to come siku zijazo and our focus na mtazamo and wetu our destiny. na hatima Our zetu destiny na njia za hatima is yetu in heaven. iko mbinguni. Our focus Na mtazamo is to wetu enter ni heaven. kuingia Our mbinguni, citizenship, au uraia it wetu is in heaven. uko mbinguni. God is our supervisor. Mungu ndiye msimamizi God is wetu. our manager. Mungu ndiye mkurugenzi God is wetu. our controller. Mungu ndiye In mwelekezi wetu. Jesus' name, Kwa jina la I Yesu, release everybody and naachilia kila I mmoja, set everyone free. ninaachilia kila Let your mmoja. power rest upon them. Wacha nguvu zako zitulie juu Anybody yao. who is laden by every burden, Yeyote ambaye amebebeshwa mizigo I mizito, settle them now. In ninaituliza the name sasa of Jesus, kwa jina la I Yesu. rest them in your hearts. Na watuliza moyoni I mwako, rest them in your na bosom. watuliza kifuani In the mwako name of kwa Jesus. jina la Yesu. Now we bless you and worship you. Tunakubariki na tunakuinua. Let every fabric Wacha kila vazi of darkness ya giza which is covers the heaven, ambayo imefunika for mbingu, the heaven not to release ili mbingu isiachilie what's supposed to be released upon us. ambacho kinastahili kuwa chetu. Let it be broken. Wacha Let ifunjike, it be unveiled. wacha May ifunuliwe, every veil now, wacha kila vazi in the name of kwa Jesus, jina la be Yesu broken now. Be ipasuke. broken now. Ipasuke. Somebody say be broken now. Twaseme ifunjike. Somebody say be broken now. Twaseme ifunjike In the sasa. name of Kwa Jesus, jina la let it Yesu. be broken now. Wacha ifunjike Every sasa. dark cloud, Kila wingu let it be nyeusi. broken Wacha ifunjike. by fire, by Kwa force, nguvu, kwa nguvu, by thunder, by lightning, kwa ngurumo, kwa by mwangaza, authority, kwa mamlaka and the power of the word. na nguvu za Let neno. it be broken, Wacha and ifunjike we are breaking through. na We tunapenya, are breaking through. tunapenya, We are breaking through. tunapenya, We are breaking through. tunapenya. We shall feel the glory of God. Hatutaizi ukuu wa Mungu. May the glory of God now Wacha utukufu wa Mungu overshadow every mind, ufurike njia ya kila overshadow moyo. our life. Ukatulie maishani In the mwetu name of kwa Jesus. jina la May Yesu. somebody celebrate Jesus. Wacha kila mtu asherekee. Everybody celebrate Jesus. Kila mtu asherekee Yesu. Celebrate Jesus well. Sherekea Yesu vyema. I can't hear you. Celebrate Huwezi Jesus. nikakusikia, sherekea Yes, Yesu. I can't hear you well. Ndio sikusikii vyema. Celebrate Jesus. Celebrate Sherekea, Jesus. sherekea, You sherekea. may get seated now. Weza keti sasa. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I love you guys. Na wapendwa, Thank you for planning asanteni kwa and kupanga accepting na kukubali to worship with us, kuabudu pamoja because nasi, we are here as one family kwa sababu tuko hapa kama familia moja. and God is on our side. Mungu yuko upande wetu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I'm Joseph Kaloy, Ni Yusufu Kaloe, servant of God. mtumishi wa Mungu. God has prepared me today Mungu amenitayarisha so siku ya that leo I may bring something good to you. ili nikalete kitu chema kwenu. Open with me in the book of Genesis, chapter Fungua 6. nami katika kitabu cha Mwanzo mlango wa In 6. the book of Genesis, chapter 6, Ni Mwanzo mlango wa 6 verses 3. mstari wa 3. Genesis 6, Mwanzo 6 verses 3. mstari ni wa 3. Amen. Amina. And I will turn up to Matthew 24 too. Nitafuka mpaka Mathayo 24 pia. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. While looking at me, check your Bible. Look at your Bible. Angalia Biblia yako I'm not a jamaa. walking Bible.
Mimi si Biblia inayotenda. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. If you're there, shout a better amen. Kama uko pale sema amina njema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My topic today, kichwa cha ujumbe wangu leo, you never ignore there will be rapture. usipuuze kwamba kutakuwa na unyakuzi. Amen. Amina. Because in nowadays we are living a time, Kwa sababu siku hizi tunaishi nyakati in this dispensation, ambazo wakati huu that we are, Christians are living as if there will be no rapture to come. kwamba Wakristo wanaishi kama hakuna unyakuzi As unakuja. you see the altitude of brethren, Tunapoona nia ya and wapendwa the motive of brethren, na nia ya wapendwa, praise the Lord, Bwana and the ignorance of brethren, na kupuuza kwa wapendwa and the mentality of brethren, na mawazo ya you wapendwa, will see people are living as there if will be no rapture to come. utaona kwamba watu wanaishi kama hakuna unyakuzi. Amen. Amen. So never ignore there will be no rapture. Usipuuze kwamba hakutakuwa na But the unyakuzi. rapture is coming. Kwa maana unyakuzi unakuja. Rapture is about. Unyakuzi uko karibu. Rapture is at the corner. Unyakuzi uko pembeni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Before the second coming of the Christ, Kabla ya kurudi kwa Yesu there tena, will be rapture. kutakuwa na There are unyakuzi. so many phrases of the verses Kuna mistari mingi katika in Biblia. the Bible that it teaches us and shows us the rapture will take place. Katika Biblia ambayo inatuonyesha kwamba kuna unyakuzi. Some I've told you about. Miongoni mwao nimewakufundisha. And now I don't want to go into deeper. Na sasa sitaki kwenda kwa kina. I will take a few scriptures and drive you into rapture. Nitachukua mistari michache na nikupeleke hadi kwa Never unyakuzi. ignore there will be rapture. Usipuuze kwamba kutakuwa unyakuzi. Never ignore. Usipuuze. Rest the devil will take advantage of you. Shetani atachukua nafasi. For the devil has overshadowed the brethren with darkness. Kwa kuwa shetani amefunika wapendwa na giza. And the world is suffering in the wilderness of darkness. Na ulimwengu unateseka katika nyika ya giza. And there is a tormentation Na kuna mateso and the oppression na msukumo which is taking place ambayo inachukua at nafasi every moment. katika kila As wakati. we wake up very early in the morning, Tunapoamka alfajiri, we hear news every time. wasikia matangazo So mapya kila and so wakati. has does this. Huyu na huyu ametenda So and haya. so has done this. Huyu na huyu We ametenda hear hivi. so many stories. Wasikia mambo Some mengi. are scary stories. Taarifa The zingine things za which are kutisha. happening now, Mambo yale yanatendeka they sasa. never happened there before. Hayajatendeka hapo mbele. Praise the Lord. Bwana Yesu We asifiwe. hear hatred everywhere. Wasikia chuki kila People wakati. are killing each other. Watu wanauana wenyewe kwa wenyewe. Abortion is taking place. Afya mimba kunaendelea. Divorce in the families are taking place. Talaka katika ndoa There's inaendelea. no love any longer. Hakuna upendo tena. What is happening, my brothers and sisters? Naendelea wapendwa. Rapture is about to take place. Unyakuzi uko karibu There kuwa. will be a time Kutakuwa na which is wakati coming very soon ambao unakuja that wakati we will be no more. kwamba You haitakuwepo will tena. try to find preachers. Utajaribu You kutafuta will maombi. try to pray. Utajaribu You will kuomba. try to do what you can. Utajaribu kutenda But nothing you can do that time. bali haitawezekana But lolote. there is a second chance. Kuna nafasi But nyingine. the second chance Nafasi nyingine for the people who will be alive, ni ya watu watakao it is kuwa not hai. a please, it's a second chance. Si nafasi ya kupendeza. Praise the Lord. Bwana Yesu But for asifiwe. your information, let me tell you one thing. Kwa taarifa zako wacha nikwambie There kitu. is no second chance. Hakuna nafasi The nyingine. moment you die, Wakati umekufa, the moment you confront with death, wakati unakutana na mauti, that is the time ndio wakati you begin your journey unaanza to safari the yako place where you focus on. kuelekea mahali ulitazamia. Praise the Lord. Bwana I have asifiwe. so many scriptures Iko na mistari mingi to back that. kusimama na I have hili. so many facts in the Bible Iko na ukweli to mwingi show you what is happening. kuonyesha nini inatendeka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Genesis 6 chapter 6 verse 3. Ni Mwanzo 6 na mstari wa And the 3. Lord said,
Bwana akasema, my spirit roho yangu shall not strive with any man forever. haitashindana na mwanadamu milele, For he is indeed flesh. kwa kuwa yeye ni nyama. Yet his days shall be 120 years. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you getting that? Unaelewa hili? This is coming out of the mouth of God himself. Hii inatoka kinywani mwa Mungu mwenyewe. That from that time, Kutoka wakati after huo, God created creatures, baada ya Mungu kuumba he viumbe, created man. akaumba mwanadamu. And when you read chapter 2, Unaposoma mlango wa after pili, God is speaking about creating Adam, baada ya Mungu kunenea kuzungumza kuhusu in kuumba chapter Adamu, 2 is talking about both were created, man and woman. mlango wa pili unazungumzia wote wawili. This means Inamaanisha that man was created, kwamba mwanadamu aliumbwa, but they were both created, bali wote wawili, mke kwa mke, man and waliumbwa, a woman. mwanamke kwa In mwanamke. other words, God created Adam Kwa njia nyingine, Mungu aliumba Adamu with Eve inside him. na yeye na Eva ndani yake. Praise the Lord. Bwana That's asifiwe. why he said both were created. Ndio maandiko yanasema wote wawili And there is waliumbwa. a difference between a creation and being forming. Na kuna tofauti ya kuumbwa na kuunda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now when we read in chapter 2, the Bible says Tunaposoma mlango wa pili, maandiko yanasema Eve was being formed by God. Eva aliumbwa na Mungu. God formed Eve. Mungu alitengeneza Eva. How he formed him? Alimtengeneza namna gani? Out of Adam. Kutoka kwa Adamu. Praise the Lord. Bwana Now asifiwe. from Adam, Eve came out. Kutoka kwa Adamu Eva akatokezea. Praise the Lord. Bwana But asifiwe. both were created by God. Na wote waliumbwa na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because God is God of order. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa He never mipangilio. do things which is incomplete. Afanyi kitu ambacho hakija kamilika. Praise the Lord. Bwana So he asifiwe. created them like that way. Aliwaumba namna hiyo. And now here he's speaking about he wants to wipe every man on the earth. Hapa anasema nataka kuondoa mwanadamu duniani Because of the wickedness kwa of man. sababu ya uovu wa mwanadamu. And men, they did evil before the eyes of the Lord. Mwanadamu alitenda maovu mbele ya macho ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise King Jesus. Bwana Yesu And that's asifiwe. why he went contrary to the will of God. Na ndio sababu akatenda kinyume na mapenzi ya And Mungu. that's why God wanted to wipe them away. Na ndio sababu Mungu alikuwa anataka kuwaondoa wote. Praise the Lord. Bwana Because the asifiwe. will and the plan of God to create a man is to worship him and to follow his will. Kwa sababu mapenzi na nia ya Mungu ni kumwabudu Mungu. And from the other dispensation, from the beginning dispensation, Na kutoka huko mwanzo, when you follow the channel of God, unapofuatilia msururu wa Mungu, God wanted a man to worship him. Mungu alitaka mwanadamu amwabudu. When you try to feel the children of Israel, Ukijaribu kuangalia wana wa Israeli, God was giving them ways to follow. Mungu aliwapa njia He kufuatia. gave them also the road. Aliwapa pia na He spoke to them so many things. alinena na wao mambo He mengi. gave them direction. Aliwapatia But mwelekeo. in most cases they were failing. Mara nyingi walikuwa wanashindwa. And in that time he wanted to punish Na them. kutoka wakati huo alikuwa anataka He kuwahukumu. raised some other nations Aliinua mataifa mengine to become a thorn to them. wafanyike miiba So kwao, that they may punish the children of God. ndio wakapate kuhukumu wana wa Israeli. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And that is who God is. Na huyo ndiye Mungu aliye. When you fail to follow him, Unapokosa there kumfuata, is a punishment consequences. kuna kifungo ambacho kitafuatilia. Hallelujah. Hallelujah. I don't want to go that direction. Sitaki kuelekea hiyo But njia, here God is furious. bali hapa Mungu And he anamaanisha said himself, na akasema yeye mwenyewe, my spirit, because God is spirit. roho yangu, kwa kuwa Mungu ni roho, We never wrestle with any man. haitashindana na mwanadamu We tena, never wrestle strive with any man.
man. Haitashindana na mwanadamu yeyote. And not better, it is forever. Na si kidogo, ni milele. It is forever all the time. Ni milele wakati wote. It is every time. Ni kila wakati. He is never ready to strive with any man. Yuko tayari kushindana na mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. And he said because he is fresh. Na akasema kwa sababu God is spirit. Yeye Mungu ni roho. We are the flesh. Sisi ni roho. God is living in us. Mungu anaishi ndani yetu. We are the flesh. Sisi ni nyama. Carrying the spirit God. Nabeba roho ambaye ni Mungu. And the flesh will be distracted. Na mwili ambao utaharibiwa. Will be destroyed. Utaharibiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So in any given time, katika wakati wowote, God will never wrestle with any man. Mungu atashindana na mwanadamu. There was a dispensation there before. Kuna wakati hapo mbele where people were living 990 years. Wakati wanadamu walikuwa wanaishi miaka 900. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But because of the wickedness of man, na kwa sababu ya uovu wa mwanadamu, it went up to 120. Ilipungua mpaka miaka 120. That is our dispensation. Huo ndio wakati wetu. But in the book of Psalms, na katika kitabu cha Zaburi, in the Psalms we see, katika Zaburi tunaona there is a phrase which says, kuna mstari ambao unasema that a man should live 70 years or 80. Kwamba mtu ataishi miaka 80 ama 70. So this means, hii inamaanisha we can live 120 or 80. It depends. Tunaweza ishi 120 miaka 80. Praise the Lord. So it will depend. Itategemea. But the dispensation of ours, bali wakati wetu, is from 7 to 120. Ni kutoka miaka 70 mpaka 100. When you look what is happening nowadays, unapoangalia kile kinatendeka leo, very few people are reaching 100 years. Watu wachache zaidi wanafikia miaka 100. When they reach 50 years, unapofikia miaka, some they reach 30 years. Wengine wanafikia miaka 30. And they are no more. Na hawako tena. Ask somebody what is happening. Uliza mwenzako nini inaendelea. Tell somebody no matter what is happening. Mwambie mwenzako haijalishi. Never ignore there will be rapture. Usipuuze kwamba kutakuwa na unyakuzi. Praise the Lord. Speak to somebody. Speak to somebody. Nena na mtu. Tell them never ignore. Mwambie usipuuze. There will be rapture. Kutakuwa na unyakuzi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise King Jesus. Bwana asifiwe. Go with me. Go with me. Let me elaborate you about Genesis. Wacha nifafanue kuhusu Mwanzo. Just in a few moments. Kwa muda mchache. Hallelujah. Hallelujah. Because Genesis, it means it is the beginning of all history. Kwa kuwa Mwanzo inamaanisha ni chanzo cha hadithi zote. And the author of this book is Moses. Mwandishi wa hiki kitabu ni Musa. Although when we try to see Genesis, it is the beginning of all things. Injapo tunapoangalia Mwanzo ni mwanzo wa mambo yote. And Moses was not there. Na Musa hakuwepo. But when we see like Exodus 2 verses 1 to 11, bali tunapotazama Kutoka mlango wa 2 mstari wa 11, that is Exodus. Hiyo ni Kutoka. And Acts 7:22. Na Matendo 7:22. The author of Genesis shows knowledge of Egyptians terms and custom. Mwandishi wa Mwanzo tunaona ni mtu wa kutoka Misri. Praise the Lord. No, he shows their knowledge. Inaonyesha hekima yao kutoka Misri. Is a person who was staying with Egyptians. Ni mtu ambaye alikaa na wa Misri. And he using the terminologies of Egyptians. Na anatumia misamiati ya wa Misri. So the Bible refers to Moses as a writer. Biblia inatuelekeza kwamba mwandishi ni Musa. That is Exodus 17 verses 14. Hiyo ni Kutoka 17 mstari wa 14. And chapter 24 verses 4. Mlango wa 24 mstari wa 4. And so many other books. Na vitabu vinginevyo vingi. In New Testament there is John 1:45. Agano Jipya kuna Yohana 1 mstari wa 5. Shows that he was skilled. Inatuonyesha kwamba aliuawa. He was skilled. Alikuwa na maarifa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As both writer and historian. Kama mwandishi na mwanahabari. Hallelujah. Bwana asifiwe. And that's why when we see the terminologies in the book of Genesis, na ndipo tunapoona misamiati kutoka Mwanzo. And now the writer saying, and the scholar says that Moses was the writer of the book of Genesis. Msomi anamaanisha kwamba mwandishi wa Mwanzo alikuwa ni Musa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now that is Moses the writer and the author. Huyo ni mwandishi kama mwanzishi na mwandishi. And why the purpose to write this book was to reveal the origin and the purpose of the universe. Makusudi ya kuandika hiki kitabu ilikuwa ni kuonyesha makusudi ya sayari. Hallelujah. Hallelujah. And the life na maisha and the humanity na utu, and to show personal na kuonyesha hali ya mwenyewe and relational na uhusiano and covenant making nature of God na agano kulingana na Mungu, and to record the earthly history of the Hebrew people. And to record the earthly history, na kuandika historia ya dunia, the earthly history of the Hebrew people. Kuandika hadithi kuhusu Waebrania. Amen. Amina. To begin revealing Jesus the Messiah. Kuanza kufunua Yesu kama Masihi. Hallelujah. Hallelujah. And there is so many books. Na kuna vitabu vingine. When you read Revelation, unaposoma Ufunuo, we see about the humanity and the rebellions and the first rebellion of people. Utaona utu na pingamizi ya mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. When you read the book of Romans, unaposoma kitabu cha Warumi, in Genesis there is Abraham. Mwanzo kuna Ibrahimu. He is the patriarch of Israel. Yeye ndiye kiongozi wa Waisraeli. And the father of Israel. Kama baba wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. When you read in the book of John, unaposoma kitabu cha Yohana, that is John 1. Ni Yohana 1. We see all beginnings at the beginning. Tunaona mianzo yote na mwanzo. Praise all. All begin at the beginning. Yote inaanza katika mwanzo. But there is beginnings are different. Na hizo mianzo ziko tofauti. Genesis begins with the creation. Mwanzo inaanza na uumbaji. First John begins before creation. Yohana mlango wa kwanza inaanza na uumbaji. Hallelujah. Hallelujah. That is all both shows the revelation and salvation of faith. Na yote yanaonyesha ufunuo na wokovu wa imani. Hallelujah. Hallelujah. Both shows God's desire to redeem all humanity. Yote yanaonyesha shauku ya Mungu kuokoa mwanadamu. Because God decided to redeem all humanity. Kwa sababu Mungu alitamani kuokoa mwanadamu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So there were in the book there is like 74 prophecies about the rapture and what will happen. Katika Biblia kuna aina mara 74 ya unyakuzi. There is signs and wonders. Kuna ishara na maajabu which have been written there. Ambao zimeandikwa pale. Or listed in the Bible. Ama zimenakiliwa katika Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And now I am here to declare to you. Sasa niko hapa kukutangazia. 60 prophecies are already fulfilled. Nabii mara 60 imetimilika. Hallelujah. Hallelujah. The remaining are 14 prophecies. Zile zimesalia ni 16. Turn to your neighbor and tell him or her they will happen. Mgeukie jirani yako na mwambie itatendeka. Tell them they must happen. Mwambie lazima itendeke. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tell them they will happen. Mwambie kwamba itatimia. Hallelujah. Hallelujah. They must happen. Lazima itimie. Hallelujah. Hallelujah. Because the devil has failed the church. Kwa sababu shetani ameangusha kanisa. And has covered the church. Na amefunika kanisa. And the brethren with their minds. Na wapendwa akaweka and he has given the brethren and the believers a motive which is not good. Amewapa wapendwa nia ambayo si njema. And we are not walking in the direction of God. Na hatutembei kwa njia ya Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So something must be happen. Basi jambo lazima litendeke. And that's why God was furious because of man. Ndio sababu Mungu alikasirika na mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. Because many people they were thinking they are showing God a favor. Kwa sababu watu wengi wanafikiria wanatendea Mungu kibali. They were thinking those times. Walikuwa wanafikiria from the beginning. Kutoka mwanzo. That they were showing God favor. Kwamba walikuwa wanamuonyesha Mungu kibali. And that's why God from the beginning he never used more people into battle. Na ndio sababu Mungu hakutumia wanadamu katika vita. But he chose few people in the battle. Alichagua walio wachache katika vita. Why? To show his ability to the war. Ili akaonyeshe uwezo wako and to show them they cannot make it without him. Na kuwaonyesha kwamba hawawezi bila
bila yeye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But every time men are failing before the house of the Lord, kila wakati watu wanashindwa mbele ya macho ya Mungu. that's what the Bible says. Ndio sababu Biblia inasema We are all failed and sinned. sisi wote tumeshindwa na kutenda And dhambi. we are short of the glory of God. Na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Raise up your hand and say, Inua mkono wako na useme, I will not die prematurely, sitakufa mapema, but I will die according to the will of God. bali nitakufa kwa mapenzi ya Mungu. Somebody declare, I will never die Mtu atangaze sita until the will of God mpaka mapenzi ya Mungu overcome every battle. yashinde kila vita, Until the will of God mpaka mapenzi ya Mungu prevail in the name of Jesus. yafunuliwe kwa jina la Every Yesu. time we hear some cases, Kila wakati tunasikia there habari, is death everywhere. kuna vifo kila There is mahali, accidents everywhere. kuna ajali kila People mahali, are died through HIV. watu wanakufa kwa sababu ya ukimwi, People are died because of cancer. watu wanakufa kwa sababu ya There is saratani. different diseases which is killing people. Kuna maradhi mbalimbali yanaua And watu, we are losing our brethren. tunapoteza wapendwa wetu. Men are killing their wives. Wanaume wanaua wake Wives are zao, killing their husbands. wake wanaua waume zao, Parents are killing children. wazazi wanaua watoto What wao. is happening, brothers? Nini inatendeka These enyi are wapendwa? part of the signs Hii ni ishara which Jesus in Matthew 24 ambayo Yesu katika Mathayo 20 was saying will be a beginning of my coming. alikuwa anasema itakuwa mwanzo wa kuja kwangu. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. whatever is happening, Lolote litendekalo, never be worried of what is happening. shangae kwa yale yanatendeka. Your power is to focus Nguvu zako ni on kutazama the place where you are going. mahali No unaelekea. matter what is happening, Haijalishi nini no inatendeka, matter what is occurring every day, haijalishi nini no inatendeka, matter the news of every day, haijalishi taarifa za kila focus on where you are going. tazama mahali No matter unaelekea. what will get you, Haijalishi nini no matter itakupata, what will take you away, haijalishi nini itakupata. rapture is coming. Unyakuzi And unakuja. if rapture will not get you, Kama unyakuzi if hautakupata, death will drive you away, kama kifo make kitakuondosha, sure you will die focused. hakikisha utakufa Tell ukiwa na somebody, mtazamo. die focused. Ambia mwenzako kuwa na Never mtazamo. die as a fool. Usikufe kama mpumbavu. Wasting your time in churches. Jaribu wakati wako kwa Wasting your time in praise and worship. Jaribu wakati wako kwa Wasting your kuabudu. time in preaching gospel. Jaribu wakati wako Wasting your resourcing in supporting Jaribu churches. mali yako kitu. And later you go to hell. Baadaye uende kuzimu. Raise up your hand and declare, Inua mkono wako I na will useme, never go to hell. sitaenda In kuzimu. the name of Kwa Jesus. jina la Say Yesu. my spirit. Sema roho Say ya. my soul. Sema nafsi Will yangu. never suffer in hell. Utateseka kuzimu. Father, in the mighty name of Baba, Jesus, kwa jina kuu I lay my hand upon your people. nawekelea mkono wangu Among us, mbali. there will be no anyone Hakutakuwa na who will mmoja be tormented in hell. ambaye atateseka I kuzimu. leave the potential Na achilia and uwezo the ability na nguvu, for them so that they may keep on moving ndipo akapate and be kuendelea on focus. na wakawe na In the mtazamo. name of Kwa Jesus, jina la what Yesu. is happening around the world? Unatendeka So ulimwenguni, many things are happening. mambo mengi When yanatendeka. you switch on your radio, Unapofungua runinga when yako, you read like magazines, unaposoma kama magazeti nation in nation also, ama taifa when you yote, listen to your broadcast, unaposikiliza there are so many matangazo, scared stories. kuna hadithi za There are so kutisha, many scared stories. kuna taarifa za What kutisha. is happening? Nini inatendeka? Rapture is around. Nyakuzi unakuja, Rapture is around the corner. nyakuzi uko The pembeni. Bible says in Matthew Biblia inasema katika that you Mathayo will see, you will hear kwamba mtasikia that the ships are sinking, kwamba meli zinazama, running in ocean. zinazama bahari, Aeroplane will crash. ndege zitaanguka, Accidents will occur. ajali People, zitatokea, they will kill each other. watu watauana, Brothers will hate each other. wapendwa watachekwa, There will be a tough tragedies. kutakuwa na ajali za ajabu. Never ignore the rapture is coming. Usipuuze unyakuzi unakuja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. When Haleluya. I was saying, Nilipokuwa ninasema when you're coming to church, unapokuja kanisani, never see
usitende or feel ama uisi that you are giving God, you are showing God favor. kwamba unafanyia Mungu, You are showing pastors favor. kwamba unaonyesha mchungaji You kibali, are showing leaders favor. unaonyesha kiongozi. I am here to say you are not showing favor to anyone. Hapa kukwambia kwamba But ufanyie we are here to fellowship together. bali tuko hapa kushiriki We are here to find a way together tuko hapa kutafuta njia so pamoja, that we may enrich where we are going. sasa tukasaidiane tufike katika Praise the Lord. Bwana asifiwe. For you giving, you are not showing favor to anyone. Kutoa au fanyi No, kibali, no, you cannot show anyone favor. hauwezi onyesha You yote, cannot show God favor. hauwezi onyesha Only God shows us favor. Mungu anatuonyesha That's kibali. why He gave us a grace Ndio sababu alitupa which is sufficient to us, ambayo inatosheleza, which drives us. ambayo inatuelekeza, It drives us over the mountains, inatufukisha and milima we overshadow the na darkness. tunashinda giza. Alone we cannot make it. Peke yetu hatuwezi. Tell somebody be ready. Ya mwenzako kuwa tayari. Rapture will take place. Nyakuzi inakuja. Many people they think Watu wengi that wanafikiri the moment they die, kwamba wakati that wanakufa is their rapture. hiyo ndio unyakuzi. No, rapture will take place. La, unyakuzi And this utakuja. is the right time Na huu ndio wakati when you are on earth unapokuwa hapa duniani to check your ways, uangalie to njia zako, make your ways well, kuhakikisha njia to zako choose sawa, the direction. kuchagua njia. Praise the Lord. Bwana You are asifiwe. in the right position Uko now. katika nafasi ya sawa. Yes, you are a spirit, you have soul. Ndio, na roho yako na nafsi You yako. are a spirit Wewe ni roho and you have a soul. na uko na nafsi. You are living in the body. Unaishi katika But mwili. allow your soul Ruhusu nafsi yako comply the will of the spirit, kubali mapenzi ya not to roho, comply the will of the flesh. kubali mapenzi ya For the mwili, flesh will be destroyed. kwa mwili utaharibiwa. Hallelujah. Hallelujah. And when the flesh will be destroyed, Na nyama itaharibiwa. I pray in the name of Jesus Ninaomba kwa jina la that you will Yesu never fall kwamba in the hautaanguka same direction katika njia with ile your flesh. ya mwili. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Rapture will take place. Nyakuzi utakuja. Watch whatever you are doing every day. Angalia chochote ufanyalo. Watch whatever you are doing each and every night. Angalia lolote ufanyalo. Make your ways well with God. Tengeneza njia I zako. hear the Spirit of God say, Nasikia roho ya Mungu ikisema, tell the people never ignore. pia watu wasipo. Rapture will take place soon. Nyakuzi inakuja. Jesus said, Yesu I am akasema, coming soon. inakuja hivi punde. Let those in Matthew Wale 28:11. ambao wako katika No, Mathayo in Matthew 11:28. Mathayo The 11:20. Bible says, Biblia let inasema, those who are laden by the burdens wacha wote ambao wamebebeshwa come to mizigo, Jesus. Jesus will rest them. walete mizigo yao kwa Yesu. Praise the Lord. Bwana I don't know what you are carrying. sijui unabeba I nini, don't know your burdens. sijui mizigo I don't yako, know what makes you to do what you are doing. nini na kufanya ufanye I kile, don't know what makes you to sin. sijui nini na But kufanya. I am here to preach to someone. Niko hapa kumbilia Tell him or her, kumwambia make your ways clear. tengeneza njia Rapture is zako. about to take place. Unyakuzi uko karibu. Jesus is coming again. Yesu anakuja. Before the rapture to take place, Kabla unyakuzi haujakuja, preaching will take on. kuhubiri That's kutaendelea. why we are preaching the Kwa gospel. sababu It is tunahubiri the period ni and wakati dispensation na wakati of huu grace time uliokuu to preach to people. kuhubiria And watu if people accept, na watu people wakubali, be given free will. watu watoe kwa nia zao, No, people be given free will. People be given free will watu wajitolea kwa nia, to choose the right direction, kuchagua njia to know sawa, the ways to follow. kujua njia za The kufuata, time is coming. kwa kuwa wakati unakuja, Time is coming. wakati unakuja Soon and very soon, punde na hivi we shall see the King. tutamuona Soon and very soon, punde we hivi shall hear the trumpet. tutasikia Soon and very soon, punde na hivi we shall meet Christ tutakutana na Kristo on the air. hapa angani. Praise the Lord. Bwana And the asifiwe. Bible says, Biblia when inasema you read so much scriptures unaposoma mistari in the mingi book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo chapter 13, lango ni it talks about the end time. na nizungumzia When nyakati you za read mwisho. Revelation, Unaposoma chapter 22, mlango wa it 22 talks about judgment inazungumzia kuhusu and the hukumu millennium. na When you milenia. read Daniel chapter 7, Unaposoma Danieli 7 it talks about the
coming of the Messiah. Zungumzia kuhusu kuja kwa When you read the whole book of the second soma kitabu chote of the Second Thessalonians, ya Wathesalonika, you will see all about the coming of Christ. yote ni kurudi kwa When you read Matthew 24, unaposoma it will tell you what will happen. itakwambia yale But yatatendeka. most of the Matthew 24, Mlango wa 24 it talks more about inazungumzia the zaidi great tribulation. mateso makuu ya Hallelujah. Hallelujah. After the trumpet Baada to be tarumbeta blown. kupigwa, Hallelujah. Hallelujah. And the dead who died with Christ, waliokufa ndani ya they will resurrect and meet Christ on the air. na kukutana na And Yesu. second, people who are not tested the death, Na watu wale ambao hawakuwa they wamekufa will hear again the trumpet. watasikia They tarumbeta, will meet Christ on the air. watakutana na Yesu angani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is the moment Huo ndio where wakati great tribulation will begin. ambapo dhiki kuu I know there are some people najua kuna baadhi ya that they watu are preaching post tribulation. ambao wanahubiri kuhusu kabla ya Hallelujah. Hallelujah. Post tribulation. kabla ya dhiki That the kuu, sickness that we have, kwamba magonjwa the tulionayo, problems and the hatred that we have, shida na chuki tulionayo, that whatever the pain that and persecution we are passing kwamba through, mateso na magonjwa that tunapitia, is the great tribulation. kwamba hiyo ndio dhiki But I kuu. am here to say, Niko hapa ni we kuambia, don't think as them. hatufikiri We kama don't wao, agree with them. hatukubaliani We na agree wao, pre-tribulation. hatukubaliani na After wao. rapture there will be Baada ya tribulation. unyakuzi kuna If dhiki you kuu. fail to have grace, Kama hautakuwa na if you neema, fail to obey grace, kama utakosa kutii, tribulation will take you. dhiki kuu itaenda na wewe. Tribulation will have you. Dhiki kuu itakuwa na wewe. Tribulation will get you. Dhiki kuu itakupa. Praise the Lord. Bwana You asifiwe. know, receiving Christ in grace time, Wajua kupokea Kristo kwa wakati wa neema there's no pain. hakuna uchungu. Why? Because Jesus on the cross, Kwa kuwa Yesu he msalabani was pain enough. alilipa, He passed all through the pain alipitia uchungu wote for you and me not to pass the same pain. kwa ajili yako na mimi He tusipitie. was persecuted Aliteswa for you and me not to be kwa persecuted. ajili yako na wewe na He mimi. became a sin. He became sin, Alifanyika dhambi and he was sinless na alikuwa hana to dhambi, carry all our sins. kubeba dhambi zetu zote. Praise the Lord. Bwana He asifiwe. was shamed. He Aliaibishwa, was ashamed on the cross. aliaibishwa msalabani. Hallelujah. Hallelujah. So that we may not be ashamed. Iposa tusiaibishwe. Hallelujah. Hallelujah. Ask your neighbor, are you ready? Liza jirani yako kama uko Praise sawa. the Lord. Bwana asifiwe. If you're not ready Kama hauko tayari and the rapture takes place now, na unyakuzi uingie you will not sai, go anywhere, hauendi but popote, you remain here. bali utabaki hapa. Praise the Lord. Bwana And asifiwe. Jesus told them one thing. Yesu akawaambia The kitu, stones that you are seeing, mawe you unayoaona will never see them again. utayaona No tena. stone will stand on the other stone, Hakuna jiwe litabaki because the jiwe. time is Ni coming. kwa sababu The wakati material thing that we are chasing, mambo yale the unafuata, money that we are chasing, pesa zile through the unafuata, houses, kujenga the nyumba, aeroplane, the mandege, ships, mameli, everything we see good, chochote unaona through the health that we are have to have, njema we will tulionayo never see them again. hautaiona They are tena, perishing. They will zinaangamia, be away. There will zitaondoshwa, be no more. But hazitakuwepo the word of God, kwa mbali. Neno la because Mungu of its powerful, sababu ni it will never pass away. alitapita kama. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. You may Hallelujah. not take heed now. Unaweza kukosa You may not kusikia, hear me now. unaweza But kunipuuza let sana, who has the ear bali wacha aliye na hear what the Spirit of God asikie says. yale Roho anasema, Hear what the Spirit tells the church. asikie yale Roho anaambia. Rapture is taking place soon. Unyakuzi unakuja, Gee, the trumpet is about to be blown. tarumbeta iko karibu Are your kupigwa. ways clear? Njia zako Are njia your ways njema. well with God? Je, njia zako ni How sawa? is your relationship with God? Uhusiano wako ukoje na It is Mungu? time never to ignore the Ni rapture. wakati usipuuze. Rapture is about to take place. Unyakuzi uko karibu Praise kushuka. King Jesus. Bwana You asifiwe. know,
When you fail to get born again now, unajua unapokosa kuokolewa and sasa, the trumpet be blown, na tarumbeta and the ipigwe, people being taken away, watu wanyakuliwe, to be transformed wakabadilishwa, and transfigured to be like Christ, wakabadilishwa to fanane na meet Kristo, Christ on the air, kutana na so Kristo that they remain there ndiposa wasalie pale until 7 days, no 7 years. mpaka siku Those saba. are the 7 weeks, Hizo ndizo majuma saba 7 weeks, ama juma and saba 72 weeks majuma that sabini na Daniel was being shown. hayo Danieli Those alionyeshwa. are the 7 years Hizo ndizo miaka which are saba about to take place. ambayo iko karibu And I am here to tell you, iko hapa if you kumwambia, fail to have the grace, ukikosa kuwa na the neema, time is coming. wakati You will unawadia, get salvation utapata by wokovu being headed your hand. kwa kukatwa kichwa. Praise the Lord. Bwana That asifiwe. is the time Hiyo ndio you will wakati be transformed, and utabadilishwa you will meet us na utakutana for nasi. us to be with Christ. Kwa ajili yetu tutakuwa na Praise Kristo. the Lord. Bwana It asifiwe. is the right time Ni wakati wa to sawa. choose the direction. Chagua njia. Salvation is free. Wokovu ni It huru. is given free. Imepeanwa It is bure. received free. Imepokelewa It is bure. by faith through Christ. Kwa imani kwa Gift, Kristo. grace is a gift Neema ni zawadi. which was not deserved by us, Hatukustahili. but Jesus himself Bali Kristo has mwenyewe paid all amelipa so that yote. we may become his children. Kosa ufanyike And watoto. someone, are you ready? Uliza mwenzako Because the trumpet I feel is about. kuwa tarumbeta iko It is karibu. about to be blown. Iko karibu In kupigwa. Matthew 24 says, Mathayo 24 they will be inasema, sleeping together. watakuwa na lala One will be pamoja. raptured. Mmoja atanyakuliwa. Pilot will be driving, will be taking off the jet or the flight. Rubani atakuwa anaendesha He ndege. will be taken away. Ataondoshwa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. They will be driving cars. Watakuwa They naendesha will be magari. raptured. They Watanyakuliwa. will be captivating together. Watakuwa na lima. One will be raptured. Mmoja There will atanyakuliwa. be stories everywhere. Kutakuwa na There will be news everywhere. kutakuwa na Everyone has taarifa. lost his beloved. Kila mmoja amepoteza. They will wonder what is happening. Watashangaa nini It will be inaendelea. like today. Itakuwa It kama will be leo. like the day of noon. Itakuwa kama nyakati Because za when Nuhu. God saw men Kwa wakati Mungu that they were aliona weakened, kwamba walikuwa and waovu, God favor to God. na Mungu akawa na kibali na Nuhu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because he pleased God with his Kwa family. sababu alimpendeza He Mungu na told him familia. one thing. Akamwambia kitu Go kimoja. and make an ark Nenda utengeneze to safina. save your family and you. Kwa familia yako The pamoja. ark that will save us is salvation. Safina utatengeneza. God has sent us Mungu to ametutuma welcome you, get in. ili tukakualike To tell you, get in. tukwambie To njia welcome in the ark kukualika ndani for your safina salvation. kwa ajili ya wokovu. Hallelujah. Hallelujah. When you are born again, Unapookoka assuredly I say to you, na hakika ni there is kwamba hope, hakuna there tumaini, is destiny, hakuna hatima, there is destiny, kuna hatima, there is life, kuna uzima, life in abundance, uzima na utele, life forever. uzima wa In the milele. name of Kwa Jesus, jina la there will be Yesu, no anger, hakutakuwa there na will be no njaa, thirsty, hakutakuwa na there will be kiu, no cry, hakutakuwa na there will be kilio, no sin, hakutakuwa na there will be dhambi, no complaint, hakutakuwa na there will be no manunguniko, preaching, hakutakuwa na there will be mahubiri, no toiling, hakutakuwa na there will be no oppression, hakutakuwa na there will be kufinyiliwa, no crying, hakutakuwa na there will be no vilio, shedding tears, hakutakuwa there kumwaga will be machozi, no sickness, hakutakuwa na magonjwa, diseases, maradhi, no death, hakuna no vifo, oppression, hakuna no kufinyiliwa, pain. hakuna The uchungu. time is now. Wakati ni Never sasa. live ignoring the rapture. Usipuuze unyakuzi, Whether you like it or not, pende usipende, rapture must take place. unyakuzi lazima. Jesus is about to appear. Yesu yuko karibu Jesus kuonekana. is about to appear on the Yesu air. yuko karibu Be ready to kuonekana. meet Jesus. Kuwa tayari kukutana. Be ready to meet Jesus. Kuwa tayari kukutana. Prepare your ways to meet Jesus.
Tengeneza njia zako. Make your relationship with God if fanya uhusiano wako na Mungu, so that you may meet Jesus. Jesus is coming, brethren. Jesus is at the corner, brethren. Jesus is about to appear, brethren. Rapture is about to take place, brethren. Just make your ways clear. Prepare your ways, my brother. Prepare your ways, my sister. Jesus is about to appear. You be better prepare your ways for you to be like Christ. For the real church will never be judged, but the church will judge with Christ. Rapture will take place soon. We have heard about adequates. And those are just the signs. Hallelujah. Under the 60 prophecy. They are under the 60 prophecy. Praise the Lord. Now only 14 prophecies are remaining. So it means Christ is about. Rapture is about. Everything that we have heard. They went to Jesus. They went to Jesus, the disciples, and asked him, tell us the time for you to come again. And he told them, I don't know, but let me give you a clue. When you see kingdoms racing against kingdoms, we have seen Liberia, we have seen Mali, we have seen so many nations. America fighting with Iraq, Russia fighting the Third World War. We have seen so many, we have heard so many things. Rapture is about. I don't know how many people are ready. Are you prepared your soul? Are you prepared your ways? We're gonna preach to you about money. We're gonna preach to you about health. We're gonna preach to you about how you can live here well. But never ignore the rapture. The material things will fade away. They will fly away. They will be removed away. Hallelujah. The beautiful cars that you're seeing, the beautiful houses that you're seeing, whatever you're chasing every day, and you are seeing that you are showing favor to God. My friend, you cannot show favor to God. It's only God who shows favor to us. So I am here to tell you, the time is about. I don't know your time to die, but the heaven knows your time to die. But you prepare your ways with God. No matter what will happen, what you are doing. There are so many people who are hypocrite Christians. They are hiding themselves in churches, and they think they are born again. I am here to say, being in the church so many years, being in the choir so many years, preaching so many years, pleasing your pastor so many years, it is not a certificate to enter heaven. The certificate to enter heaven is your right relationship with God. Make your relationship with God. Well, if you can now, tell somebody it is now. Tell somebody it is now. Rapture is about. You know the devil has tormented so many people. We have so and they are disobedient people in the church. We have so many arrogant people in the church. Pastors and prophets, bishops and all titles. It doesn't matter how many years you are born again. What it matters, are you born again? Salvation is a better option. Salvation is the way to heaven. Salvation is the focus. Salvation is the key. Salvation is the license. Praise the Lord. Hallelujah. Salvation, it is the only way to God. Salvation, it is the only way to heaven. There is no another way. Praise the Lord. For you to enter
heaven. ili wewe No matter your troubles, haijalishi no shida matter zako, what you confront every day, haijalishi nini no unakutana matter what they are throwing to you, na haijalishi nini no matter the shame that you are facing every time, haijalishi kila no unakutana na matter people are rejecting you, haijalishi watu but let watakukataa, me tell you, bali wacha nikwambie, don't let anything usikubali lolote to separate you with the love of God. utenganishe na upendo. God has demonstrated His love to you Ameonyesha upendo wake kwa through sending His only begotten Son to you, Akatuma mwanawe pekee for you and me to be saved, ili wewe na mimi for tuokolewe, Him to make a bridge, ili atengeneze because there is a daraja. great Ni valley kwa sababu kuna from bonde us and where God is. kutoka kwetu na We mahali needed a bridge tulihitaji to connect us to God. ikatuunganisha. Jesus is the way. Yesu ndiye Jesus is njia, the light. Yesu ndiye Jesus is uzima, the truth. Yesu ndiye The ukweli, truth that we are looking for. ukweli ambao The tunataka, life that we need. uzima ambao tunahitaji. Not the 70 years. Si miaka Not 70, 900 si years. miaka 100, But life forever. bali uzima wa Jesus is the life. Yesu ndiye. When you have Jesus, Unapokuwa na you have Yesu, salvation. unakuwa na Somebody wokovu. prepare your way. Watayarishe njia, Make your way clear. tengeneza njia, Cleanse your heart. takasa Wash your soul. Plead with God. Omba Mungu, Pray every time. omba kila Ask wakati, forgiveness omba for msamaha, any iniquity, omba kwa ajili ya for kila, any trespasses. kwa ajili ya kila Praise kosa. the Lord. Bwana Yesu, We are all sins sisi wote and it falls tumetenda short of the glory of God. tukapungukiwa na We utukufu. need the power of God. Twahitaji nguvu za Mungu Help us to heaven. ikatusaidie It kwenda is mbinguni. better to fail to have material Ni things. vyema kuwa na mali, It is better not to have the material things, ni vyema tukose na but to have the kingdom of God, bali tuwe na ufalme to wa mbinguni, inherit the heaven. ili tukaingia For mbinguni. blessed Kwa ajili ya baraka are those who love God, wale wampendao Mungu, for they shall be called the children of God. wataitwa wana wa For Mungu. the blessed Kwamba are the waliobarikiwa, humble people, wale for they wanyenyekevu, shall inherit the kwa earth. kuwa watamiliki nchi. Praise King Bwana Jesus. We asifiwe. need Christ in us. Twahitaji Kristo We need ndani to yetu. prepare our way. Twahitaji No kutayarisha matter what is happening, anjalishi nini leave what is happening around you. achana na kile Leave it kinaendelea, away. achana You nayo, focus kuwa na on the mtazamo way to heaven. ya njia kwenda I shall mbinguni. go to heaven. Nitaenda Somebody raise up your hand and say, Wainue mikono by yako. faith I shall enter Kwa heaven. imani nitaenda, By faith I shall see the kwa King. imani nitaona By mfalme, faith I shall be called the children of God. nitaitwa wana wa Mungu, By faith that we hear. kwa imani nitaridhi. Praise the Lord. Bwana By asifiwe. faith Kwa imani I will get my rewards. nitapata zawadi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Whatever you are doing, Lolote utenda, do it knowing ukifanya rapture is about. kwamba unyakuzi When you are going to work, unapoenda go to kazini, work knowing nenda kazini rapture is about. kwamba unyakuzi. When you are traveling, Unaposafiri, travel knowing safiri rapture is ukiwa about. kwamba unyakuzi Jesus is about to appear on the air. yuko karibu Jesus kuja. is appear. Yesu yuko Is about karibu, to appear on the air. yuko karibu kuja. Jesus will appear on the air. Yesu Whether atatokea. you like it or not, Upende you usipende, cannot stop the Son of God, huwezi simamisha the Lion of Judah, Simba wa not to Yuda appear on the air. asitokeze When the hapa. time comes, Wakati he will unapofika appear. He must ataonekana, appear, lazima because that aonekane. is how Kwa hivyo he ndivyo planned to be. alipanga That is kuwa. who he is. Hiyo ndio You alivyo. cannot add him anything. Huwezi ongeza You cannot lolote, reduce anything from him. punguza He is lolote. God of all Yeye ni creation. Mungu wa He is uumbaji. God of all Yeye ni gods. Mungu wa miungu wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tell somebody, prepare the way. Pia mwenzako tengeneza njia. Repent every time. Tubu kila wakati. Seek forgiveness every time. Tafuta msamaha kila wakati. Hallelujah. Hallelujah. And God will forgive you. Na Mungu atakusamehe. God will forgive you. Mungu atakusamehe. Somebody be on your feet. Watu wasimame kwa miguu yao. I heard that message. Go and tell my people. Nilisikia ujumbe, nenda waambie watu wangu. Rapture is about. Nyakuzi uko Tell karibu. somebody rapture is about. Pia mwenzako nyakuzi uko karibu. Prepare the way. Tengeneza njia. Prepare the way. Tengeneza njia. Make your relationship right. Atengeneza Never be uhusiano. ignorant. Usipuuze. Never have bad motive. Usiwe na nia mbaya. Attitudes. Usiwe na Feelings and emotions. hisia na msukumo. Disobeying. Kutotii. Arrogance.
kuwa mgaidi. Hallelujah. Hallelujah. The time is now. Wakati umeni sasa. The time is now. Wakati ni sasa. If you can kneel down, kneel down. Kama unaweza piga magoti, piga magoti. But if you wear a nice dress and you wear a nice suit, never kneel down. Don't kneel down. Kama mavazi yako ni mazuri, unahisi usipige. But if you can kneel down, kneel down. Everybody kneel down. Kila mtu apige magoti. Talk to your father. Nena na baba I yako. don't know what happened. Sijui nini ilitendeka. I don't know what happened. Sijui nini I ilitendeka. don't know what you did. Sijui ulifanya nini. I don't know what is happening around you. Sijui nini inatendeka I kwako. don't know the voices which drives you into darkness. Sijui sauti ambayo unasikia inakuelekeza. Somebody pray. Talk to God. Talk to God. Aongee na Mungu. Tell him something. Tell him. Iye kitu. Yes, you are being driven by the Spirit now. Tumekuwa tukiongozwa na In the name of Jesus Christ. jina la Yesu. Tell God something. Pray for forgiveness. Tell God you want to appear. Ambia Mungu nataka When other Christians and brethren appear, watakatifu wengine wakitokeza. when other saints appear, Wakati wateule wengine I want you to appear, oh God. wanataka pia. I don't want to remain here on earth. Hataki kubaki hapa. I know I'm facing challenges, Jua ninakutana na but you are the only God who can comfort me. wewe ndiye Mungu naweza. The Bible has told me Biblia imeniambia there is a hope after death. kuna tumaini I baada ya don't want to suffer sitaki kuteseka in the lake of fire. katika ziwa I la don't want to suffer sitaki in kuteseka the place of Satan. katika mahali I don't want to suffer sitaki in the kuteseka place of tormentation. mahali pa mateso. Lord, help me. Bwana nisaidie. Wash my soul. Takaza Wash my flesh. takaza nyama. Cleanse my heart. Takaza moyo. Cleanse my spirit. Takaza roho ya. Clean me, I beg you. Takaza nina. Clean your people, I beg you, Lord. Takaza watu wako. We are repenting all iniquities. Tunatubu ovu. We are repenting all sins. Tunatubu dhambi. The sins of our forefathers. Dhambi za wababa. The sins of our friends. Dhambi za The marafiki. sins of this country. Dhambi za taifa. The sins of drunkard people. Dhambi za walevi. The sins of prostitutes. Dhambi za malaya. The sins of oppressors. Dhambi za wafinyila. The sins of oppressors. Dhambi za watesi. The sins of bad witnesses Dhambi za mashahidi. and the false witnesses. Na mashahidi wa uongo. Father, we are begging you Baba tunakusihi. to forgive us, O Lord, Katusamehe. the sins of our parents, Dhambi za the wazazi. sins of our kids, Dhambi za watoto. the sins of our wives, Dhambi za the wake. sins of our Dhambi husbands. za wazee wa. God, forgive us. Utusamehe. Father, we cry for forgiveness. Baba tunasema. Stretch your hand, O God. Nyosha mkono wako. Help us out of darkness. Tusaidie kutoka. Sin has made us who we are. Dhambi imetufanya tuwe. We have been oppressed here on earth Tumeteswa kwa because of sin, O kwa God. sababu ya dhambi. But when we pray, our Father, Kani tunapoomba. you are a God Wewe ni who have a compassionate heart, ana huruma. who have mercy. Ana huruma. Thank you for your tender mercies. Asante kwa ajili. Thank you for your kindness, O God. Asante kwa ajili ya huruma. We are breaking our heart before you Kujika mioyo. for what had happened there before. Kwa yale yaliyotendeka. We are praying your guidance, O God. Naomba kuongoza. We are praying your forgiveness, O God. Naomba msamaha. We are just men. Sisi ni wanadamu. We are just men. Sisi ni wanadamu. God, without you, we cannot make it. Bila wewe hatuwezi. Help us, O God. Saidie. We need reconciliation. Tunahitaji. We pray for reconciliation. Naomba We are forgiving tunalama the people who hurted us. ajili ya watu. We are forgiving the people who did wrong to us. Pray the people that Lord we want. We are praying, our Father, through the broken hearts, that Lord forgive us. Forgive us, oh God, every plan of the devil which makes our hearts be hard like a stone. Lord, I pray, intervene, oh God, intervene, oh God, intervene, oh God, cleanse
Cleanse us, our Father. Cleanse our minds. Clean us, O God. Clean us, O God. Cleanse our sins. The sins of our mouth, of our tongues, of our thoughts. Cleanse those sins, O God. Wash us again. Wash us again. Wash us again. In the name of Jesus. Somebody be broken before the Lord. Be broken before the Lord. Go before the Lord naked. The prayers of supplication. That is the prayer that God hears. Oh God, we plead with you. In this altar, forgive everybody. Forgive our trespasses, O God. We want to have a position. We want to have a space in the heaven, O God. Thank you, Lord, for giving us to be your representative here on earth. Help us to be greater and a good representative to represent heaven. We bless you, Lord. We bless you, our Father. We honor you, God. Thank you because rapture will take place. And when the rapture will take place, we shall be counted, O God. We will not remain behind. Oh God, help us. Help us, our Father. Help our spirits. Help our minds. Not to ignore the rapture, but to be aware. In Jesus' name. Lord, we bless you. The devil has no place in our life. Satan has no place in our life. Sin has no place in our life. Disobedience has no place in our life. Lack of faith has no place in our life. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Channel us to heaven. Remove every hindrances. Remove every blockages. Every bondage. Every barrier which will make us not to heaven. Help us, O God. Help us, O God. Help us, O God. Maybe whatever we are passing through is because of sin, O God. It's because of opposing you. It's because of losing direction. Lord, forgive us. Let whatever has been brought in by sin be removed by you, Lord. Be removed by your hand. In Jesus' name. We have done so many things. We have thought so many thoughts. We have talked so many words. We have stored in our hearts so many things. Very bad things. Lord, help us. Jesus, help us. Jesus, help us. Jesus, help us. Jesus, help us. You are our helper, Holy Spirit. Help us now. Help us to understand. What we can pray now is your revelation. For us to remain in the revelation. To hide our life in your revelation. We need a revelation. Fill our hearts with fear, respect, and love, and righteousness will take place. In Jesus' name.
Thank you, Jesus. We bless you. 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 Let every lie come out of us. Wacha kila uongo iondoke kutoka kwetu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Wow. Wow. Ndiyo. God has forgiven us. Mungu ametusamehe. God has heard our prayers. Mungu amesikia maombi yetu. God has changed our situations. Mungu amebadilisha hali yetu. Amen. Amina. You may get up. Naweza inuka. Wow. Wow. My prayer Ombi langu is that no one ni kwamba hakuna mmoja will go to hell. ataenda kuzimu. We shall all celebrate in heaven. Wote tutasherehekea mbinguni. We shall all get into heaven. Wote tutaingia mbinguni. Amen. Amen. I will teach you everything. Tutakufundisha kila kitu. What it may cost. Gharama yoyote. What it may take Yeyote inaweza. for you to enter heaven. And I will lead the ball to you. I will lead the word to you. Yes, in the name of Jesus. The cross is the way. Msalaba. Cross is the way. Msalaba nami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako ukomi, usiye na mwisho kanami, kanami ni usiku sana, usiniache gizani Bwana, msaada wako. Maybe in your home, pengine nyumbani or you're traveling, ama unasafiri, in your business, katika biashara yako, everywhere you are in, popote ulimo, make your ways clear with God. tengeneza njia zako ziwe sawa na Mungu. Prepare your ways with God. Tengeneza njia zako na Mungu. If you're not born again, repeat these words. Kama hujaokoka, rudia haya maneno. Say, Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I surrender my life to you. naachilia maisha yangu kwako. I come before you naked. Na kuja mbele zako ningali huru. I leave all that I was carrying. Naacha yote nilikuwa ninabeba. I come empty to you. Na kuja ningali tupu mbele zako. Fill me, O God. Nijaze ewe Mungu. Fill me, O God. Nijaze ewe Mungu. Begin a new journey Anza safari mpya with my life. na maisha yangu. I will bless you. Nitakubariki. Delete my name Futa majina in the name of death. katika majina ya Write wafu. my name in the book of life. Na uandike majina yangu katika I kitabu refuse cha the uzima. devil and his works. Na pinga shetani na maneno In the yake. name of Jesus. Kwa jina la Whatever Yesu. has I've been lost, whatever I lost Lolote nililopoteza in the world of darkness, katika ulimwengu wa I giza, receive it in the world of light. na ipokea katika ulimwengu wa In the uzima. name of Jesus, Kwa jina la in Yesu. double portion. Maradufu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Control me and direct me. Nielekeze na Have uniongoze. your way in my heart. Ingia moyoni mwangu. From today, Kutoka leo, I am not me, si mimi tena, but you bali ni wewe in me. ndani yangu. Lead me.
niongoze. In Jesus' name, Kwa jina la I am Yesu born again. nimeokoka. Father, I pray for our audience. Baba, ninaombea wasikilizaji wetu. And I pray for those who are watching us Na ninawaombea wanaotutazama. in the places of their work. Mahali pao pa kazi. Whenever they are, Pote walipo. I release them. Na waachilie. And I pray Na ninaomba your power to overshadow other nguvu powers. zao zikashinde nguvu And zingine. I heal them. Na ninawaponya. And I set them free. Na ninaweka huru. And I deliver them. Na ninawakomboa. In Jesus' name. Kwa jina la I Yesu. promote them Na wainua into higher dimensions. katika viwango vya juu. In Jesus' name. Kwa jina la Raise up Yesu. your hands. Iweni mikono. Father, in the mighty name of Baba, kwa Jesus, jina kuu la Yesu. we are surrendered our life to you. Achilia maisha yetu kwa. Let every pain loose. Wacha kila uchungu ondoke. Let every pain loose. Wacha kila uchungu ondoke. Let every opposition be opposed. Wacha kila upinzani upingwe. In the name of Kwa Jesus, jina la I Yesu. bless your people. Nabariki I watu. bless the work of their hands. Nabariki kazi ya I bless their careers. Nabariki. I bless their minds. Nabariki akili zao. I bless their salvation. Nabariki wokovu In wao. Jesus' name. Kwa jina la If Yesu. you're not born again, come over here. I want to pray for you. Kama hujazaliwa tena, songa mbele. Nataka nikuongoze kwa sala ya toba. I want to pray for you. Nataka nikuombee. I want to pray for you if you're not born again. Nataka nikuombee kama hujazaliwa tena. If you want to reconcile with Christ, come over here. Kama unataka, If you're not born again, come here. kama hujaokoka, kuja hapa. If you're not born again, I want to make you reconcile with God. Kama hujaokoka, nataka kukuunganisha na Mungu. Amen. Amina. Amen. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Umechoka? Ika safari yangu ate. Naimba wimbo una, utakuwa unapona, utakuwa unafunguliwa. O Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, uniongoze safarini, mbele unichukue, haya nikupe mashaka, sawa na wewe, uniongoze safarini, mbele unichukue, haya nikupe mashaka, sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja unasema na wewe, nikupe mashaka, sawa na wewe, omania basi kutaka ili niheshimiwe. Omania
sawa sawa nawe pamoja pamoja nawe pamoja nawe mlango ni mbinguni nawe pamoja pamoja nawe pamoja mlango ni mbinguni inatu mikono yako tu kidogo tu, inatu mikono yako juu. Kwani ni jambo